Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imepiga hatua kubwa katika kuimarisha mazingira ya kujifunzia kwa kujenga skuli za kisasa zenye hadhi, viwango na ubora unaokidhi mahitaji ya elimu ya karne ya sasa. Rais Dr. Mwinyi amesema haya alipofungua skuli mbili za ghorofa za Ramadhan Haji Faki iliyopo Gamba mkoa wa Kaskazini Unguja pamoja na skuli ya kifundi kwa niaba iliyopo Pemba. Amesema ujenzi wa skuli hizo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuondokana na skuli za mabanda na badala yake kuwa na majengo ya kudumu yanayokidhi viwango vya kisasa vya elimu, jambo litakalosaidia kuongeza ufanisi wa ufundishaji na mafunzo. Aidha, amewahimiza wanafunzi kusoma kwa bidii na kutumia kikamilifu fursa ya miundombinu bora iliyowekezwa na serikali. Akizungumzia ujenzi wa dahalia, rais amesema utasaidia kumaliza changamoto ya wanafunzi kukaa nje ya mazingira ya skuli, hali ambayo imekuwa ikichangia kushusha uwezo wao wa kitaaluma na kuwasisitiza wanafunzi kutumia fursa hiyo kufanya vizuri katika masomo yao. Mimi mwenyewe nimeingia katika skuli hii, nimejionea mimi mwenyewe kwamba ndani ya skuli hii tuna jengo lenyewe la skuli kama tulivyoelezwa hapa, ambayo ni ya kisasa sana. Ndani ya skuli hiyo kuna maabara za sayansi 3 ya biology, ya physics na ya chemistry, lakini vile vile tuna vyumba vya kompyuta, lakini tuna maktaba. Ukiwa na zana kama hizi katika skuli, bila shaka vijana wetu watafanya vizuri zaidi. Nimefurahi kuona kwamba sasa hivi katika nchi yetu kwa skuli za msingi na sekondari viwango vya ujenzi au tuseme mazingira ya kujifunzia na kufundishia yamekuwa mazuri mno. Hakuna sababu kwa nini ufaulu usiongezeke. Lakini kwa skuli hii kuna jengo la kafeteria kama tulivyoelezwa, kwa maana ya jengo la vijana walimu wao kuweza kupata chakula, lakini kuna jengo la makazi ya walimu ili walimu wawe hapa karibu wafanye kazi bila kuchelewa kutoka mbali, lakini vile vile kuna jengo la dakhilia ya wanafunzi. Mara nyingi wanafunzi wanapata changamoto ya kukaa nje ya skuli, jambo ambalo linawafanya wasiweze kufanya vizuri katika masomo. Imethibitika kwamba wanafunzi wakikaa katika dakhilia huwa wanafanya vizuri zaidi. Kwa hivyo hatuna shaka katika skuli hii vijana wetu watapata mazingira mazuri ya kujifunzia, ya kuishi, ili waweze kufanya vizuri zaidi katika mitihani ya taifa. Kwa hivyo leo nimeridhika sana kwamba sasa nchi yetu inakwenda katika ujenzi wa skuli za sekondari za aina hii. Tunaondokana na zile skuli za kawaida za mabanda. Sasa hivi itakuwa skuli za kisasa zenye dakhilia, zenye nyumba za walimu, zenye kafeteria. Alimradi mambo ni mazuri sana. Hongereni sana Wizara ya Elimu kwa ubunifu huu. Ndugu wananchi, nimesikia maombi ya wananchi wa hapa Gamba. La kwanza ni kuhusu fidia kwa wale ambao wamepisha ujenzi huu, pamoja na kwamba eneo hili lilikuwa ni shamba la misitu la serikali, lakini tunatambua kwamba kuna watu walikuwa wamelima mazao yao. Fidia itafanyika na wananchi watalipwa stahiki yao. Lakini la pili, nimesikia wazee wa hapa wameomba kwamba na wao basi kama alivyofanya mzee Karume tuwajengee nyumba za maendeleo. Skuli hii iitwe Ramadhan Haji Faki. Sote tunatambua mchango wa mzee wetu huyu marehemu Ramadhan Haji Faki katika kuleta uhuru wa nchi yetu, lakini kwa mchango wake mkubwa katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hivyo ninakubali kwamba skuli hii itwe jina hilo. Akitoa taarifa ya kitaalamu kuhusu ujenzi wa skuli ya Gamba, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali ndugu Hamis Abdullah Said amesema skuli hiyo imegharimu shilingi bilioni 11.2
na imejengwa na kampuni ya Zekon ikiwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 800 kwa wakati mmoja. Ameongeza kuwa skuli ya kifundi ya Pemba imegharimu shilingi bilioni 9.4 na imejengwa na kampuni ya Salem Construction. Skuli hizi zimegharimiwa kwa ushirikiano kati ya Benki ya Maendeleo ya Afrika BADEA na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ujenzi wa skuli hizi unajumuisha skuli, nyumba za walimu, dakhalia za wanafunzi wa kike na kiume pamoja na mgahawa. Ujenzi wa skuli ya Gamba ulianza mwezi Machi na umefikia 97%. Skuli ya Gamba imejengwa na kampuni ya Zekon na kusimamiwa na kampuni ya Akes East Africa kwa gharama shilingi bilioni 11.02. Mheshimiwa, hadi sasa mkandarasi ameshalipa bilioni 8.8 sawa na 80% ya malipo yote. Skuli ya kifundi iliyoko Pemba imejengwa na kampuni ya Salem Construction na kusimamiwa na kampuni ya Akes East Africa kwa gharama za shilingi bilioni 9.4 na hadi sasa mkandarasi ameshalipa bilioni 9.2 sawa na 98%. Mheshimiwa, jambo la kwanza, mahali hapa kuna fidia na zoezi lake au mchakato wake unaendelea. Sisi kama Wizara ya Elimu tutahakikisha kwamba kila anayestahiki kulipwa fidia hiyo atapatiwa. Wizara kwa kushirikiana na kamati uliyoiunda ya kusimamia uhakiki wa fidia hapa Zanzibar. Mheshimiwa, jambo la pili, tukushukuru wewe binafsi kwa kuweza kuungana na sisi hapa leo, hali ya kuwa tukifahamu una majukumu mengi ya kitaifa ya kututumikia sisi wananchi wako wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla. Asante sana, tunathamini uwepo wako na tunakupenda sana rais wetu wa Zanzibar. Tuko nyuma yako, na vijana hawa leo pamoja na hadhara hii wanasema ulipo wapo, iwe mvua iwe jua. Nilikuwa tunaomba uridhie jina la skuli yetu hii, jina la Ramadhan Haji Faki. Ikikupendeza Mheshimiwa, ukitupatia jina hili itakuwa tumemuenzi mwana mapinduzi huyu. Mheshimiwa Mzee Ramadhan Haji Faki marhum, hapa au jimbo hili ndo alipozikwa na hapa ni kwao. Ni mjumbe katika wajumbe 14 wa Kamati ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, kiongozi huyu pia aliwahi kudumikia serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa muda mrefu. Aliwahi kuwa waziri mkuu, katibu mkuu kiongozi kwa vipindi viwili na zaidi, waziri kiongozi kwa vipindi viwili, na pia alikuwa ni brigedia. Mheshimiwa, ukiridhia, tunaomba ukituzindulia skuli hii kwa jina hilo, tutakushukuru. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.